wakati mashabiki wakiwa njia panda kwamba mechi inachezwa ama haichezwi, na wengine wakiendelea kumiminika kwa wingi kunako dimba la Benjamin William Mkapa katika dabi ya Kariakoo. Bwana, bodi ya ligi imetoa tamko rasmi bwana. Achana na lile la kwanza, acha la Simba. Acha la Simba. No, asubuhi mapema kabisa bodi ya ligi ilisisitiza kwamba mechi pale. Lakini bwana, naona baada ya kuona kutafakari kwa undani zaidi sheria zile za FIFA na sheria za bodi ya ligi, wameona bora waahirishe mechi hii. Na hii ndio taarifa rasmi bwana. Hebu tuisome hapa kidogo bwana. Tusome tupate kinaga ubaga kidogo hapa. Shekhe inasema kwamba kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha leo Machi 8, 2025 ilipitia shauri la klabu ya Simba kuzuiliwa kuingia kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC, Yanga African SC versus Simba SC, uliopangwa kufanyika kwenye uwanja huo leo kuanzia saa 1:15 usiku. Katika shauri hilo klabu ya Simba ililiandikia barua bodi ya ligi kuelekea kuhusu tukio tajwa hapo juu, huku pia ikieleza nia yao ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutumia haki yao ya kikanuni katika kama ilivyoainishwa kwenye kanuni namba 1745 ya ligi kuu kuhusu taarifa za michezo au taratibu za michezo. Hapo wanazungumzia kuzuiwa kwa jana usiku, ambapo tunaona mabouncer ama mashabiki wa Yanga Sports Club waliweza kuwazuia Simba kuingia uwanjani, na kama tulivyoona pia leo baadhi ya mashabiki waliweza kutoa shuhuda ya kile walichokuwa wanakizuia kwamba Simba jana, kwa madai hii naizungumzia kwa Manara, amezungumza kwamba Simba jana walikwenda na basi hizo, mabasi mawili, huku basi moja likiwa wachezaji lakini timu B aliyoimaanisha yeye bwana. Kule katika timu B kulikuwa kuna wazee kule wanakwambia wafupi alafu pia vile kuna sauti za mbuzi. Sasa sijafahamu Manara ulikuwa unamaanisha nini hapo. Wakati huo tunaendelea na taarifa hii ya bodi bwana. Sema baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maofisa wake wa michezo ambao walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa ya tukio haraka ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuitishwa kwa kikao cha dharura cha kamati ya utendaji na usimamizi wa ligi. Baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maofisa wa mchezo na vyanzo vingine, kamati ilibaini kuwa klabu ya Simba wakati ikielekea kutumia haki yake iliyoainishwa kwenye kanuni namba 1745 ya ligi kuu, haikuwasiliana na ofisa yeyote wa mchezo, timu mwenyeji wala mamlaka ya uwanja kuhusu nia yao ya kufanya mazoezi katika uwanja huo ili maandalizi ya kanuni yafanyike. Turudie hapo. Kwamba timu ya Simba ilikwenda ugenini bila taarifa, bila hodi. Wakati huo pia mashabiki wengine wakisema na kunuiza ama kuanikiza kwamba pengine waliona katika namna fulani kila wakichungulia wazee wanaona kuna mvua inakuja, wakaona sasa bora tutafute sekeseke. Haya ni maneno ya wana Yanga. Mimi sisemi neno la kutoka nani, tunaendelea. Wakati huo bwana anasema kwamba kwa sababu
Pia bodi ya ligi ilipokea taarifa ya ofisa usalama wa mchezo ambayo imeainisha matukio kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi, na kwamba baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati. Bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi wa ligi limeamua kuahirisha mchezo tajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni ya 34 ibara ya 5 ya kwanza 1-3 ya ligi kuu kuhusu kuahirishwa mchezo, ili kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo na kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Swahili na tuishie hapo. Tuishie hapo. Maana hili ni la kimamlaka, na kama ni la kimamlaka basi tuliachie mamlaka. Lakini hawatufungi sisi kulizungumzia hili. Shekhe bwana, ukitizama kuanzia jana usiku miongoni kwenye mitandao ya kijamii kulikuwa na tafurani kweli saa 7 za usiku taarifa zinaachiwa bwana, sisi hatutahusika katika mechi ya kesho. 7 kuelekea saa 8, saa 8 kasoro dakika 3. Mimi tena Mswahili na kusema sasa si watu tunasubiria mechi hii, tumekata tiketi. Yani tumeshatoka huko Mbwinde, tumeshakuja kwenye mji wa watu, alafu unatuambia mechi uchezi. Na unavyofahamu kwanza, mechi hii ya dabi ya Kariakoo haijawahi kuwa rahisi, haijawahi kuwa nyepesi, haijawahi kuwa ya kawaida. Watu wanasafiri kilomita na makilomita kutoka mikoani kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kuangalia mechi hii. Mimi nataka nitoe tu shuhuda hususan kwako wewe Mswahili, na ulikuwa ushafika kwenye visiwa vya Karafuu, lakini ukavuka maji. Shekhe, nikavuka maji kama huu mtanange. Nikaona leo inatoka tamko kwamba mechi ipo pale mchana, watu wamekula lunch Dar es Salaam, wanataka kuingia uwanjani, unawaambia mechi imesitishwa. Na tena nikapanga kabisa nipate iftari pale nje pale, kabla yani niwahi mechi hiyo, nikapata iftari pale nje Taifa. Kuna sehemu pale mujarab kabisa kupata iftari. Wakati huo nipate swala kidogo, nikapate namna gani niingie katika mechi nikiwa niko mardadi kabisa. Mimi nataka nirejelee chanzo cha mgogoro na mzozo na kusitisha mechi ni nini? Shekhe, chanzo inasemekana katika hali halisi Simba waliingia kwa maana ya kwamba walienda kufanya mazoezi pale Taifa, na kama inavyofahamika katika kanuni kwamba timu ambaye ni mgeni anaruhusa kwenda kutumia uwanja siku moja kabla na kuangalia bwana kwamba kukagua. Lakini bwana Simba walivyofika katika eneo la tukio Benjamin William Mkapa Stadium lakini wakazuiliwa bwana na mabodyguard pamoja na mashabiki wa Yanga pamoja. Mabodyguard wa wapi hawa mabodyguard wa Yanga bwana? Lakini pia vile na mashabiki, baadhi ya mashabiki walikuwepo pale, wakazuia bwana, wakaona kwamba hili haiwezekani kwamba Simba kufanya mazoezi. Na hili ukilitizama katika namna ya kanuni na sheria, sifahamu kwamba Yanga ilikuwaje wakafanya maamuzi haya ya kuzuia, kwa sababu wanafahamu binafsi naiona hakuna busara, ingawaje pia TFF hapo naona wametufumbua macho. Kumbe ili uweze kwenda, sheria inakutaka, inakupa ruhusa sawa, kwamba unaweza kwenda kutazama uwanja siku moja kabla ya mechi, lakini mpaka upate ridhaa ama utoe taarifa kwa Kiswahili rahisi, ugonge hodi kwa timu mwenyeji pamoja na mamlaka. Mamlaka. Simba ilifanya hicho kitu? Shekhe, haya ni mambo ya ndani, lakini kulingana na taarifa kwamba Simba haikufanya hivyo. Kulingana na taarifa ya bodi kwamba Simba haikufanya hivyo, na maana ya kukata shauri la kusimamisha ama kughairisha mechi hii ni kuangalia kwa undani zaidi ili kulisimamia na kuhukumu kwa haki. Mimi naomba niulize hapo, nini hatima ya wale waliotoka Mbwinde
kuja Dar es Salaam kutazama mtanange, lakini nini hatma ya wale walionunua vifurushi vya Azam vya siku moja vya tarehe 8? Nini hatma yao kwa gharama hasa za kuweza kutazama hii mechi? Ukitizama katika misingi ya sheria na namna ambavyo sheria inazungumza na inasema hawa watu wote wakidai fidia, shekhe, utawalipa kwa namna yoyote ile. Lakini tukiliangalia kwa namna ya kiutani wa jadi, bila shaka watu watakubali. Kwa mtizamo wangu mimi Mswahili, na kwamba watu watakubali, kwa maana kwamba haya mambo si mageni mjini. Kwa sisi wenyeji wa jiji na wenyeji wa mji si mageni, lakini kwa wale waliokuwa wageni wa jiji labda inaweza kuwa mageni, lakini kwa sisi wenyeji si mageni. Sasa sehemu husika kabisa Mswahili, na katika kumbukumbu zako ishawahi kuailishwa mtanange wa namna hii kwa sababu kama hizi? Mara nyingi na weather condition, let's say, au labda mazingira ya emergencies, ishakualishwa mechi kwa mazingira kama haya? Shekhe, mara nyingi miaka mingi iliyopita hizi timu zilianzishwa. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana zaidi ya haya tunayozungumza sasa hivi yalitokea, na yalikwenda yakaisha, yakatokea tena, yakaisha, na hili ambalo tunalizungumza litaisha. Mimi nasema hili ni la Ngoswe. Hili ni la kimamlaka, tuliachie mamlaka.